الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ndugu katika imani, nakuhusieni kama vile ambavyo naihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala alipotutaka sisi tekeleza ibada ya hija, Nabii Ibrahim alipewa jukumu la kunyanyua kuta za Al-Kaaba. wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kumbuka pale ambapo Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id min al-bayt wa Ismail, Ibrahim alipopewa kazi ya kunyanyua kuta za Al-Kaaba, yani kifupi nasema alipoijenga Al-Kaaba, akawa anaomba dua kwamba Allah mkubalie kwa kazi yake ile anayoifanya. Alipomaliza, Allah akamwambia waadhin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamin yatina min kulli fajjin amiqa. Alipomaliza kujenga, ndio shajenga mimi, ushamaliza, anaambia sasa toa tangazo, waadhin fi nnasi bilhaji, watangazie watu waje katika ibada ya hija. Wakati huo ni jangwa, halina watu. Watu hao watangazia vipi? Watu wenyewe hapana, wewe tangaza tu, juu yako wewe ni kutangaza, na sisi wajibu wako wewe ni kutangaza, sisi juu yetu ni kufikisha. Sasa Ibrahim ameshatangaza tokea zamani kwamba jamani, njooni mje mtekeleze ibada ya hija. Baada ya tangazo lile linaendelea mpaka itasimama kiyama. Mwaka huu Allah amejalia kwamba mimi na wewe ni miongoni mwa wale ambao walipokea tangazo hilo, na Allah tuwafikishe katika hilo. Kwa mimi na wewe tunasubiri muda ili tuliitikie hilo tangazo. Na kwa kweli ndugu zangu katika imani, kwa kweli Allah ndo anachagua. Hili tangazo lishatolewa, lakini mpaka leo limekuingia katika masikio yako, ukaamua kutoa fedha yako, gharama ukatoa wewe kwa ajili ya Allah, dola 5,500. Jua kwamba Allah amekuchagua. Yani ninasema haya na rafiki yangu mmoja, kwa kweli mashallah, Allah kamjalia uwezo nao, yani fedha nayo mashallah, kipato kizuri tu alhamdulillah. Si kwamba tu ankula mapema, anakula anachotaka pia. Lakini mwaka juzi aliandikisha jina, vipi twende, subiri kidogo, naona mambo hayajakaa sawa. Mwaka jana vipi niandike, akaandika tena. Tukaenda vipi, bwana unajua na harusi, wanangu wanaoa. Haya, mwaka huu vipi niandike. Sasa bwana, wewe tayari siku zinakwisha, pasipoti zinaitakiwa, lete pasipoti tukuambatanishe, kwa sababu unajua fedha nayo hatuna shida kwa fedha tu, hajaamua tu kuitoa kwa sababu ipo. Bwana, najisikiliza kiafya kidogo, ni kimwakani. Sasa nikajua kwamba bado wito ule haujamfikia. Sasa mimi na wewe Allah alotujalia tukaitikia wito, sisi wanyonge, sisi dhaifu. Kuna watu wana mapesa kuliko sisi, kuna watu wana nafasi kuliko sisi, kuna watu wana hadhi kuliko sisi, lakini Allah akakuchagua. Hapana budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala katika jambo hilo.
Ndugu zangu katika imani, tuko katika semina yetu hii ya 11 na kama kawaida tutaanza na maalimu hapa kukumbushana mawili matatu kuhusiana na ibada yetu ya swala. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tusije tukenda tukatekeleza ibada ya hija kule Maka, kwa sababu awwalul amali yuhsabu al-abdu yawm al-qiyama as-sala, amali ya kwanza mja atakayohesabiwa siku ya kiyama ni swala. Sasa ikaonekana kwamba swala hakuna kitu, kwa maana amali nyingine hazitoangaliwa. Sasa ili amali zetu ziangaliwe na swala tuwe tumeitengeneza, na kwa vile swala ya kule Maka ina daraja 100,000, basi tuitengeneze vizuri. Na kutokana na uzoefu uliokuwepo kule, tunakuta watu wanaswali vile wanavyotaka wao, sivyo inavyotaka swala. Tukaona sisi watu wetu tuelekeze, hususan kina mama wengi hawajui kuswali sala ya jamaa. Hawajui sasa kama nimekuja pale nimewahi rakaa moja nifanye vipi, jamaa inaungua vipi, yeye akiingia anaingia, wako kwa jamaa swali peke yake. Wewe vipi ndio jamaa hapo yeye? Amekuta watu washaanza na mendo anaianza yake mpaka anakutana. Wakati ilikuwa ndo waingie katika jamaa, jua ila imam liutama bi, imamu amefanywa kufuatwa, aunge tu pale pale alipomkuta, alafu ataleta kilichompita. Sasa haya yote yapo, ndo tukaamua kwa taasisi yetu kwanza tuelekezane masala mawili matatu ya swala, ili tukiingia katika swala, tukiingia katika Maka, tukienda kutekeleza ibada ya swala tuitekeleze kwa ukamilifu inshallah. Hili analo Mwalimu Abdallah na analisimamia, tuendelee kulipokea na kulifanyia kazi inshallah. Mwalimu, tafadhali.